Kimbia kwa wimbo wa shule au wimbo wote unaojisikia wakati tunamsubiria mkoani. Twaipenda sana shule yetu bora, twajivunia sana 201 rasmi ilianzishwa, lengo lake zuri kukimbiza ujinga, mazingira yetu ni maadili, ndio ngao bora kukuza taaluma, kusoma kwa bidii walimu wanajituma, ndio ngao bora kukuza taaluma. Mungu tujalie daima isonge mbele, tujalie usafi uzembe kukataa. Mungu tujalie daima isonge mbele, tujalie usafi uzembe kukataa. Elimu ni ulinzi, ndio moto wa shule, na pambana ima kuilinda shule hii, na pambana ima kuilinda shule hii. Lakini kitengo hiki kinatoa huduma kwa wanafunzi kuanzia darasa la kuanzia chekechea mpaka darasa la 7. Yaani ni kitengo maalum kwa vitabu vyenu vya hadithi, lakini pia kuna huduma mbalimbali, kuna games, kuna TV la kujaiwasha, kuna michezo mingi tu inayoambatana na wanafunzi wa umri wetu. Sawa eh? Kwa hiyo karibuni sana. Vile vyombo vyako bolia ndio kulia ukivyo mko. Afanya kwa uwanja. Mbona mmeguna? Nani kaguna? Nani kaguna? Namuona huyo. Tamsimamisha naye anafanyaga nini? Na yeye ndo anakunywa chai, anaenda shule, akirudi anavua nguo, anakula na kazi za nyumbani. Lakini sasa anasema maovu. Jitambulishe afu niambie unataka kuwa nani ukiwa mkubwa. Kwa majina naitwa Claudia Jabiri, nasoma shule ya Ngongoni A, niko darasa la 5. Nikiwa mkubwa napenda kuwa mwalimu. Kama mwalimu? Ndio. Kama mwalimu fulani au unapenda kuwa mwalimu kwa sababu mwalimu fulani au mtu fulani ananifurahisha? Nani ambaye anakuinspire? Kuinspire kwa Kiswahili ni nini? Mwalimu wa hisabati. Mwalimu wa hisabati yuko wapi? Ni salamu zake. Mwalimu wa hisabati. Ili kufikia ndoto zako hizo za kuwa mwalimu, ili uweze kufundisha watu kama hivi hapa na hivi. Mbona niliuliza hapa nani anapenda kusoma toka nyuma? Najua shuleni kuna maktaba. Anti nzuri. Ndio. Najua kuna maktaba. Ndio. Sheni mkono kweli nani anaingia maktaba? Sawa pale. Hapa kwa mahali hapa. Nani? Sawa pale. Mbele yake. Haraka. Jisa yuko. Twende. Anafuata. Namba 4 yuko wapi? Fanya hivi. 4 yuko wapi hapa? Namba 4. Fanya hivi muonekane. Namba 4 yuko wapi hapa? Alitaja 4 hapa nani wapi? Ndio hivyo aonyeshe alama. Wewe namba ngapi? Wewe namba 5. Wewe namba ngapi? Yuko wapi? Sogea pale. Sogea hapa. Fanyeni hivi, onyesheni nikuambia kwenye Nenda kwa namba 1 kule. Anafuata changamka. Tumefika maktaba. Changamka.
Changamka. Kujifunza usafi wa mwili. Rudi katikati waliokuja kama namba. Sogea mbele. Tumeishia namba ngapi? Tunaenjoy huko maktaba. Mbona mmekaa? Bado hajapata. Na group teachers tuko ngapi? Teachers tuko ngapi? 6. Haya, tuko tayari group number 1. Wapi namba 1? Hisabuni mko ngapi? Haiwezekani. Timu nyingine kama lishin tuna family group. Dana na mimi sijakapata namba 7. Namba 7. Hisabuni. Mara nimedondoka nimeenda. Haya. Kila mmoja ajue group lake. Haya andika hapo. Mwalimu pesa ikakata. 1, 2, 3. Mimi bado. Tena. 1, 2, 3. Tena. Sawa tena. Niko na mwakashio ende. Nisema winner washinda. Winner. Kabla ya ukoloni, kipindi cha ukoloni na baada ya ukoloni. Unajua kuna nataka ujue hii tatu ambayo imehusika kwa historia Kenya na hapa ni Sekala. Haya mambo yao na kuna makundi yake. Kwa hiyo pale walikuwa masultani walikuwa wanawateka na hivi vibakuli vilikuwa vinatumika kwa ajili ya kupamba yale makaburi, sawa? Na hivi vibakuli vimetoka wapi? China, sawa Ni bado wangesema dhahabu, sawa Kwa hiyo walipeleka huu mji wakaujenga ukawa ni mji wa kitajiri na walikuwa wanakia bidhaa yao wanayoitumia, sawa Kwa hiyo baada ya huu mji kuendelea mnachomaga vinyago vinyago vinatoka sehemu za kabila la Wamakonde, sawa ndio na pia ndio tunachora ukutani ambazo zinaonyesha mila na tamaduni na maisha Kilwa na Sofala ni miji ambayo tunafanya biashara, lakini ipelekea sana mji wa Kilwa kuweza kuendelea na kuwa sawa. Kuna makabila mangapi? Hizo familia ambazo zimechora au society au jamii, sawa Kabla ya utandawazi, sawa wanachora labda kwa kufanya tambiko walikuwa wanasema hicho sasa sio Tanzania Tanganyika wakaanzisha biashara nyingine wakaita biashara ya na kutumika na Waafrika na kutengenezwa kwa mkono. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinaonyesha zamani
Ulitawaliwa lakini ambao wanakuja Tanzania Tanganyika na wanakuja katika taasisi ya kama na mjuzi mkongwe wa Kilwa katika karne ya 9 mwaka ya 1415 kulikuwa na Waarabu wamefanya research na wakaondoka kwamba wanabeba wanaenda wanakaa sehemu wanajiandaa nyama afu wanaweza kula. Umeelewana? Wanyama wa zamani walikuwa kubwa, umeona hapo? Umeona hiyo? Huyo ni buffalo. Nyati kwa Kiswahili. Sasa hivi sapiens. Kutoka hii sheni inakuja sapiens. Asa ile pale inabidi. Alafu hapa tulikuwa tena. Usiguse. Chico pale mkubwa. Wali basi Nyinyi mnachojua kula samaki tu, hata mumjui kambale. Huyo unasema samaki wa tilapia ambao wanatoka kwenye ziwa na maziwa na mito. Kwa mfano mimi Victoria unaweza kupata
Kule.